Yeye si mwanamitindo wa kawaida, wala si msanii wa kufuata mkondo. Huyu ni Michelle Lamy, mwanamke ambaye anaishi kama sanaa iliyo hai. Mzee wa miaka 70 na zaidi, lakini kila mdundo wa maisha yake ni wa kijana ambaye yuko huru. Michelle Lamy ni mmoja wa wanawake wa ajabu kabisa katika ulimwengu wa mitindo, sanaa na falsafa ya maisha. Si rahisi kumweka kwenye kundi mmoja kwa sababu yeye ni zaidi ya msanii, zaidi ya mbunifu, ni kiumbe wa kipekee kabisa, anaishi kwa sanaa iliyo hai. Michelle Lamy alizaliwa mwaka 1944 huko Jura nchini Ufaransa. Huyu ni binti wa familia ya Kifaransa yenye asili ya Kiyahudi iliyokulia katika mazingira ya kuhifadhia, lakini yeye tangu mwanzo alionyesha kuwa tofauti kabisa. Akiwa mdogo, Michelle alipenda kusoma, kuandika mashairi na kuchunguza mambo yasiyokuwa ya kawaida kama falsafa, uchawi na mitindo isiyokuwa ya kawaida. Baada ya kusoma sheria, yaani law, alihamia mjini Paris na baadaye akasafiri hadi mjini Marekani ambako maisha yake yalibadilika kabisa. Kwenye miaka ya 1970 na miaka 1980 huko aliishi Los Angeles ambako alihusika katika harakati mbalimbali za sanaa, uandishi na hata uchawi. Katika maisha yake ya mwanzo huko Amerika, Michelle Lamy aliwahi kuwa stripper, lakini pia alifanya kazi kama mmiliki mmojawapo wa restaurant ama mgahawa. Alimiliki mgahawa maarufu ulioitwa Leodex Cafes huko jijini Los Angeles, ambao uligeuka kuwa mahali pa kukutana kwa wasanii, watu maarufu na wabunifu mbalimbali. Ndani ya mgahawa huo alipika, alisimamia burudani na kuendesha mijadala ya sanaa, jambo lililomfanya ajulikane kama mama wa bohemia wa jijini Los Angeles. Michelle Lamy alikutana na Rick Owens, mbunifu maarufu wa mitindo ulimwenguni, mwishoni mwa mwaka 1990. Walivutiwa kimawazo, kisanaa na kimapenzi. Tangu hapo, wawili hawa wamekuwa mabalozi wa mitindo ya giza, yaani ni dark fashion, ubunifu wa kiroho na mambo yasiyokuwa na mipaka. Rick Owens mwenyewe humuita Michelle kiini cha ulimwengu wake. Wao ni washirika wa kazi na pia ni wapenzi, yaani wanapendana kweli kweli, na wamiliki wa kampuni ya mitindo ya Rick Owens kwa pamoja. Michelle Lamy anajulikana kwa midomo yenye weusi, vidole vyenye rangi nyeusi ya kudumu kutokana na aina na wino wa maisha, tattoo nyingi, mavazi ya kipekee na yanayoponyika na punk, gothic, tribal na anti-veg, sauti ya kina na ya kusisimua, pete nyingi za mawe ya asili. Anaonekana kama mchawi wa mitindo, mtu wa zama tofauti kabisa, kama vile kutoka dunia ya kale, lakini akiwa ndani ya dunia ya leo. Michelle ni msanii wa performance, mwandishi, mwanasiasa wa kiutamaduni na mhamasishaji wa usahihi huku huria. Ameanzisha mradi uitwao Lamland ambao ni jukwaa la kushiriki wasanii kutoka tamaduni tofauti duniani. Pia amekuwa ni sehemu ya maonyesho ya sanaa kama Venice Biennale na hafla kubwa za mitindo duniani kote. Hufanya ushahidi wa moja kwa moja na mara nyingi huchanganya sauti, harakati na hisia kali katika performance zake. Michelle Lamy anaamini katika uhuru wa roho. Kwake, mitindo sio tu ya nguo, ni njia ya kujieleza. Anahubiri uzuri wa utofauti wa ukombozi wa kiakili, umuhimu wa kuishi kwa sauti ya ndani kabisa. Anasema, I'm not trying to be young, I'm trying to be eternal. Sijaribu kuwa kijana, najaribu kuwa milele. Michelle Lamy ni zaidi ya mtu, ni roho na ni mtazamo, ni harakati ya ubunifu usiofungwa na sheria. Anaishi maisha yasiyo ya kawaida yenye mchanganyiko wa sanaa, falsafa, mapenzi na giza ambalo linawavutia watu wengi na kutamani kuweza kumtambua ni mtu wa namna gani. Wakati mwingine wanamuogopa na wanaogopa kuzeeka au kupitwa na wakati. Michelle amegeuza uzee kuwa nguvu ya kipekee na kwa mfano mwanamke ambaye hukubali kutengwa bali anatawala kwa njia ya kipekee kabisa. Huyu ni Michelle Lamy, dunia akiwa amesimamisha na anaandika historia kila itwapo leo kwa yale makubwa ambayo anaendelea kuyafanya, kila mmoja akitamani kuweza kumjua ni mtu wa namna gani. Mtu wa namna gani na anaishi mazingira gani. Muonekano wake umewashangaza watu wengi, na moja tukio ambalo limezua gumzo kwa kiwango kikubwa ni hivi karibuni msanii maarufu kutoka nchini Nigeria anayefahamika kwa jina la Asake, ambaye pia amezua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kwenye picha akiwa na Michelle Lamy, mjasiriamali na mpenzi wa ubunifu wa mshuhuri wa mitindo ya Rick Owens. Pamoja na hiyo,
iliyosambazana mitandaoni ilionyesha Asake akiwa karibu na Lami katika tukio lililoaminika kufanyika nchini Ufaransa, ambalo lilizua hisia kubwa kutoka kwa mashabiki wake. Baadhi ya mashabiki walitafsiri tukio hili kama hatua ya Asake kuingia kwenye viwango vya juu vya kimataifa, wakisema anakutana na watu wakubwa kwenye tasnia ya mitindo na utamaduni. Wengine walikuwa tofauti kabisa, walichukua kwa mtazamo wa kiroho au wa kisiri, wakidai kwamba kukutana na Michelle Lamy ambaye ana sura ya kipekee, tatu nyingi, mara nyingi huvaa kwa mitindo ya giza, yaani gothic, ni ishara ya kuingia kwenye nguvu za ajabu, au hata Illuminati, yaani nguvu za kishetani. Wapo walioponda vikali wakisema Asake kaingia Illuminati tayari, huku wengine wakifananisha tukio hilo na aina ya kula kiapo au kupokea baraka kutoka kwa watawala wa kisiri. Hata hivyo, sehemu kubwa ya mashirika mengine wamepuuza madai hayo, na wengine wakieleza kuwa ni jambo la kawaida kwa msanii anayependa kipato cha taifa kukutana na watu mashuhuri kwenye sekta ya sanaa na mitindo. Wanasema kuwa Lamy ni mtu mashuhuri katika ulimwengu wa mitindo ya hali ya juu, na kukutana naye si ajabu wala halina maana ya kimataifa, kiimani au kisiri yoyote. Naamini Asake ana nafasi ya kujitetea. Na wewe je, unahisi huyu ni mitindo tupu ama kuna mengine yamejificha?